Katika kipindi hicho, mji wa Vienna ulikuwa na meya aitwaye Karl Lueger aliyewachukia sana Wayahudi na kusambaza chuki hiyo miongoni mwa wakazi wengi wa jiji la Vienna ambalo Hitler pia aliishi. Wayahudi walichukiwa kwa misingi ya dini na imani yao iliyokuwa tofauti sana na wakazi wa jiji la Vienna, akiwemo Hitler. Chuki hii ikamwingia vibaya kijana huyo wa Kijerumani mwenye tamaa ya madaraka, akawa anaona Wayahudi kama kinyesi cha nguruwe. Ndio maana tunamuita mieyusho. Sifa moja kubwa ya Wayahudi ilikuwa ni akili nyingi mkichwa. Walikuwa na uwezo mkubwa sana wa kugundua mambo na kufanya biashara, jambo lililowapa utajiri mkubwa kuliko wakazi wengi wa jiji la Vienna. Jambo hili lilimuumiza sana Hitler, na moyoni mwake akasema, hawa we ngoja tu, siku nikiingia madarakani nitawafutilia mbali kama nzige. Mzee baba alikuwa na kauli za kishujaa tunasemaga. Ili kutimiza ndoto yake ya kukaa juu ya dunia kama mtawala, wakati wa vita ya kwanza ya dunia ya mwaka 1914 mpaka 1918, Hitler alianza safari yake ya kutafuta madaraka kwa kujiunga na jeshi la Ujerumani. Mwishoni mwa vita hiyo, Hitler na askari wengine wa Kijerumani walishindwa vibaya, na katika hali iliyowashangaza Wayahudi, lawama za kushindwa huko zilitupwa juu yao. Eti jeshi la Ujerumani lilikuwa na uwezo wa kushinda vita kama isingekuwa usaliti wa Wayahudi waliouza siri zao kwa maadui. Hasira za Hitler dhidi ya Wayahudi ikaongezeka maradufu, akawa mbogo. Kufuatia kushindwa huko mwaka 1920 mpaka mwaka 1930, uchumi wa Ujerumani ulikuwa mbaya, unanuka mno. Kimombo tunasema economic slump ilitokea. Hali ya maisha ya Wajerumani ilikuwa mbaya, mkono ulikuwa hauendi kinywani vizuri. Ndipo Hitler na wanachama wenzake wa chama cha Nazi wakaona suluhisho la matatizo yao ilikuwa ni kuwafuta kabisa Wayahudi katika nchi yao. Do salale! Kwa kutumia propaganda hii dhidi ya Wayahudi, Hitler aliahidi kujenga upya uchumi wa Ujerumani. Katika kampeni ya Wajerumani walimwelewa. Mwaka 1933 wakaingia kichwa na kumpa Hitler na chama chake cha Nazi uongozi wa taifa hilo. Hitler akakikalia kiti cha ukansela wa Ujerumani, kichwani mwake akiwaza kitu kimoja tu: kuwafutilia mbali Wayahudi na akili zao nyingi. Hapa sasa goma likapata mpigaji. Cha kwanza alichokifanya Hitler baada ya kuingia madarakani ni kutunga sheria mpya na kali dhidi ya Wayahudi. Zilihalalisha kufutwa kwa viumbe hivyo juu ya uso wa dunia. Hitler akatimiza ndoto yake ya tangu utotoni iliyotokana na chuki iliyopandikizwa ndani mwake na meya wa Vienna, Karl Lueger. Bila huruma akaua Wayahudi milioni 6 katika tukio lililoitwa Holocaust, ambalo dunia haitakaa kulisahau kamwe. Wayahudi wakachinjwa kama kuku, wakapondwa vichwa vyao kama nyoka. Ule msemo wa wahenga usemao kifo cha wengi ni harusi, kwa Wayahudi haukuwa na maana kabisa, sababu walipata mateso makubwa zaidi ya yale ya Yesu msalabani. Wengi walikusanywa kwenye makambi ya mateso yaliyojulikana kama concentration camps na kuvutishwa hewa yenye sumu na kufa kama mbu waliopuliziwa dawa ya rungu. Lo, Hitler hakuwa mtu mzuri kabisa. Wachache walionusurika walitorokea nchi jirani na wengine walirejea nyumbani walikotokea. Wale mliowahi kuiangalia filamu itwayo Escape from Sabibor na nyingine zote zilizomwelezea Hitler. Hii ilikuwa kiboko, inaelezea unyama ambao mtu aitwaye Hitler, ambaye dunia haitakaa kumsahau, aliwatendea Wayahudi. Mpaka leo ukilitaja jina lake pale Tel Aviv, vinyweleo vya Wayahudi usimama wima kama miiba ya nungunungu. Allah, unafanya mchezo wewe? Kuna watu duniani wanatisha bwana kuliko hata kutisha kwenyewe.
Idadi ya Wayahudi duniani kabla ya kufyekwa na Hitler ilikuwa ni milioni